الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وزangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tukimtakia swala na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tukiendelea na darsa yetu ya baada ya swala ya dhuhuri, tukizungumzia masala mazima ya ushia kupitia kitabu ambacho amekiandika Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Raslan hafidhahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Leo tukiondokea katika nukta ambayo amesema shekhe, waqad tarattaba ala hadhihi al-aqida al-fasida ma yali, hakika imejengeka juu ya hii itikadi iliyoharibika mambo yafuatayo. Itikadi ya Kishia ambayo jana tulisoma masala mazima ya uimamu na tukayasoma maneno ya mwanachuoni wa Kishia akiitwa Al-Kulaini katika kitabu chake ambacho kinaitwa Al-Kafi, na kitabu hiki ni katika vitabu vikubwa vya Kishia ambavyo vinaitwa Al-Kutubu Al-Arba'a. Wana vitabu vyao vinaitwa vitabu vinne, bali wameeleza kwamba kufanyia kazi kilichokuwemo ndani ya vitabu hivyo vinne ni wajibu, na miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu Al-Kafi. Kadhalika kuna kitabu kingine kikiitwa At-Tahdhib, kadhalika kitabu kingine kikiitwa Al-Istishab, na kitabu kingine kikiitwa Man la yahdhuruhu al-faqih. Vitabu hivi vinne ni vitabu ambavyo kwa Mashia vinaitwa Al-Kutubu Al-Arba'a, vitabu vinne, na kufanyia kazi kilichotajwa katika vitabu hivi ni wajibu. Na katika mambo yaliyotajwa katika vitabu hivyo, kama katika Al-Kafi ambapo ni katika vitabu hivyo, ni kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Miongoni mwa nguzo hizo ni kuitikadi uimamu wa maimamu 12, na ambaye haitikadi hivyo kwa maana ameivunja nguzo katika nguzo za Kiislamu, kwa maana huyo sasa atakuwa yeye sio Muislamu. Kwa jana tulieleza kwamba sisi kwa Mashia hawatuzingatii sisi ni Waislamu, kwa sababu sisi tunasema kiongozi baada ya mtume ni Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali ibn Abi Talib. Ama kadhia kueleza kwamba kiongozi baada ya mtume ni Ali, hii sisi hatuzungumzi hivyo, bali masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama wameona anostahiki ukhalifa na uongozi baada ya mtume ni Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa leo tukiondokea katika nukta rabi'an, nukta ya 4, aqidatu shi'ati fi ismati al-a'imma, aqida ya Mashia katika isma ya maimamu. Isma maana yake maimamu wao ni maasumun, maimamu wao wamekingwa wao na makosa. Anasema shekhe, ya'taqidu shi'atu ismata al-a'immati al-ithnay ashara, ya'taqidu shi'atu, wanaitikadi Mashia ismata al-a'immati, kule kukingwa na makosa kwa maimamu al-a'immati al-ithnay ashara, maimamu al-ithnay ashara, maimamu 12. Fahum fi za'mihim, hawa maimamu katika madai yao maasumuna min al-khata'i wan nisyan, maimamu wao wa Kishia wamekingwa kutokana na kukosea na kusahau. Kwa maana maimamu wa Kishia hawakosei wala hawasahau. Kadhalika wa min iktirafi al-kaba'iri was-saghairi, hivyo pia wamekingwa wao kuyachuma na kuyafanya madhambi makubwa na madhambi madogo. Wayataqiduna, na wanaitikadi Mashia, anna kulla imamin yamliku ilman ladunniyan, kwamba kila imamu anamiliki ilmu ladunni. Ilmu ladunni kwa maana ni ilmu ambayo anaichukua moja kwa moja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Walaysa bainahu wa baina an-nabiy farqun, na hakuna tofauti, yani hakuna baina ya imamu na baina ya mtume
farqu siwa annahu la yuha ilayhi, kwa tofauti ni kwamba imamu hapewi wahi. Wayujawizuna an tujra alkhawariqu ala yadi alimami, na wanajuzisha mashia kupitishwa alkhawariqu ni mambo ambayo ni kharijul ada, mambo ambayo yako nje ya ada, kwa maana imamu anaweza akafanya jambo ambalo watu wengine hawezi wakalifanya. Yusammuna dhalika mu'jizat, na wanaita jambo hilo ni katika miujiza, pamoja na kwamba wanazitaja athari za uongo kwa ajili ya kuyatilia nguvu maneno yao hayo, kwa sababu unaposoma katika hivi vitabu vyao wanavyoviita al-kutubul arba' kama vile al-kafi al-kulaini, lakini kadhalika al-istishab, kadhalika at-tahdhib, kadhalika man la yahdhuruhu al-faqih, wale rijali na wale watu waliowataja wapokezi wa hadithi ni watu ambao ni madhaifu. Unaposoma masala ya ilmu al-jarh wa at-ta'dil kwa wanachuoni wa hadithi, wanaeleza kwamba hawa watu wengine ni warongo, ni watu ambao riwaya zao hazitegemewi. Sasa watu kama hao bali wao ndio wamewajaza katika vitabu vyao, bali ulama wa hadithi wameeleza kwamba watu hao ni waongo. Kwa hiyo haya ndio madai yao wao kuhusiana na masala mazima ya isma. Wadhakara al-Kulaini, wametaja Kulaini ambaye ni katika hawa wanachuoni wa Kishia mwenye kitabu Usulul Kafi. Anasema sami'tu Aba Abdullah alayhi salatu wassalam, nimemsikia baba Abdullah juu yake swalla na amani, yakulu, akisema al-a'immatu bimanzilati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, maimamu wapo katika daraja ya mtume sallallahu alayhi wasallam, illa annahum laysu bianbiya, isipokuwa wao tu si manabii, lakini daraja ya maimamu kama daraja ya mtume. Wala yahillu lahum minan nisa'i ma yahillu linnabiy sallallahu alayhi wasallam, na wala si halali kwa wao katika wanawake wale wanawake ambao wamekuwa ni halali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mtume yeye ameruhusiwa kuoa zaidi ya wanawake 4, lakini imamu yeye haruhusiwi katika hilo kwa mashia. Fa amma ma khala dhalika, ama ukiachilia jambo hilo, fahum bimanzilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maimamu daraja yao ni kama daraja ya mtume. Ukiachilia jambo la kwamba mtume ana wanawake 4 zaidi ya wanawake 4, lakini ukilitoa hilo, maimamu na mtume ni sawa. Hilo amelitaja al-Kulaini katika Usulul Kafi. Wa dhakara al-Kulaini fi Usulil Kafi, hivyo ametaja al-Kulaini katika Usulul Kafi, an Abi Abdullah alayhi salatu wassalam qala, kutoka baba Abdullah juu yake swalla na amani, amesema ma jaa bihi Ali alayhi salatu wassalam ukhidha bihi, kile alichokuja nacho Ali juu yake swalla na amani kinachukuliwa. Wa manaha anhu untuhiya anhu, na kile alichokikataza takiwa watu wakome na hicho wasikifanye. Jara lahu min alfadli, imepita kwa Ali katika ubora, mithlu ma jara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mfano wa ule ubora uliopita kwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li Muhammadin alfadlu ala jami'i man khalaqa Allah, na ana Muhammad fadla kwa wale wote aliyowaumba Allah, isipokuwa Ali yeye ana mfano wa fadhila za mtume sallallahu alayhi wasallam. Almutaaqibu alayhi fi shay'in min ahkamihi, yule ambaye atafuatilia kwa Ali katika kitu katika ahkamu zake, mambo aliyoyaeleza Ali mtu akayafuatilia na akayafanyia kazi. Kalmutaaqibi ala Allah wa ala rasulih, ni kama mtu ambaye ni mwenye kufanyia kazi amri za Allah na amri za mtume wake. Lakini hivyo atakayemwasi Ali ni kana kwamba zile ahkamu za Ali ni kana kwamba ameziasi ahkamu za Allah, ameziasi hukumu za Allah na hukumu za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndio anavyoeleza Kulaini akieleza manzila ya Ali, kwa maana wamemfikisha Ali katika manzila ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Warraddu alayhi fi saghiratin au kabira, na yule mwenye kumrudi Ali katika jambo dogo au jambo kubwa, ala haddi shirki billah, yupo katika kiwango cha kumshirikisha Allah, yupo katika mpaka wa kumshirikisha Allah. Yani ni sawa sawa, yani kumshirikisha Allah, yani ukimwasi Ali ni kana kwamba wewe uko katika kiwango cha kumshirikisha Allah, katika mpaka wa kumshirikisha Allah. Wakadhalika yajri li a'immatil huda, na hivyo jambo hilo linapita kwa maimamu waliosimama katika mwongozo wa sawa, maimamu wao 12, wahidan ba'da wahidin, mmoja baada ya mwingine, kwa maana imamu huyo akifariki akija mwingine daraja yake inaendelea hivyo kama imamu waliotangulia. Ja'alahumullahu arkana al-ardhi an tamida bi ahliha, amewajalia Allah wa maimamu ni nguzo
za ardhi sije ikamili na wale watu wake, kwa maana wale maimamu wamekuwa ni watu wazito mpaka ardhi haiwezi ikamili kutokana na watu wake. Hujjatahu albaligha ala man fawqa al-ard, hawa maimamu ni hoja ya Allah iliyokuwa juu kwa wale waliokuwepo katika ardhi, wa man tahta thara, na wale waliokuwepo chini ya ardhi, kwa maana ni watu wana daraja kubwa na ni hujja ya Allah hapa katika ardhi, yani hawa maimamu. Wa kana amirul mu'minin salawatullahi alayhi kathiran ma yaqul, na alikuwa amirul mu'minin wakimkusudia Ali ibn Abi Talib, mambo mengi anayoyasema, yaqulu, akisema ana qasimullahi baina aljannati wan nar, mimi ni mgawaji wa Allah baina ya pepo na moto. Maana Ali ndio anawapangia watu, wewe utaingia peponi, wewe utaingia motoni. Lakini hizi ni daraja ambazo wao wamewapa maimamu wao mpaka kuwafikisha katika daraja hizi, hali ya kuwa haya si sawa, haya ni makosa. Ana al-Faruq al-Akbar, mimi ni mtofautishaji mkubwa, kwa maana anatofautisha baina ya al-haqi wal-batil. Ana sahibul aswa, wakimzungumzia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Ali yeye akieleza kwamba mimi ni sahibul aswa, mimi ni mtu wa fimbo. Manake manzila yake ni kama manzila ya Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam, kwa maana wamempandisha daraja. Lakini hal kadhalika ana sahibul aswa wal misami, na mimi ni mtu ambaye wa fimbo, lakini kadhalika mimi ni mtu wa almisami, kwa maana almisami inakuja kwa maana nyingi, inakuja kwa maana ya alhusn waljamal, lakini kadhalika inakuja almisam kwa maana alhadida au almikwatu allati tusamu biha ad-dawab, kwa maana misam katika lugha ni kile chuma, au tunaweza kusema kwamba kana kwamba ni fimbo ambayo hutumika fimbo hiyo kumuongoza mnyama. Kwa hiyo wamemfanya Ali kana kwamba yeye ana sahibul aswa wal misam, mimi ni mtu wa fimbo na mtu wa kitu cha kumuongozea mnyama. Maana yake ni nini? Kwa maana Ali yeye ndio anawaongoza watu, kitaka kupinda huko anakurudisha huko, wa hakadha. Walaqad aqarrat li jami'ul malaika, na hakika wamenikiri mimi malaika wote, waruhu na Jibrili, warusul na mitume, bimithli ma aqarru bi Muhammadin, kwa mfano wa kile ambacho wamekikiri kwa kitu hicho, bimithli ma aqarru bihi, kwa mfano wa kitu ambacho wamekikiri kwa kitu hicho, li Muhammadin, kwa Muhammad. Walaqad humiltu ala mithli humulatihi wa hiya hamulatu rabbi. Sasa Ali ibn Abi Talib yeye amepandishwa daraja ambayo ni kubwa, kwa maana daraja yake ni kama daraja ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Lakini Ali ibn Abi Talib asema malaika wao wamekiri hilo, malaika wamelikiri kwa kile ambacho wamemkiri Ali, kile walichokikiri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini na Jibrili hal kadhalika na mitume. Lakini walaqad humiltu ala mithli hamulati, nimebebeshwa mimi mfano wa kile alichokibebeshwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa hiya hamulatu rabbi, nao ni ule mzigo wa Allah, kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa ujumbe, ametelemshiwa Qur'an. Kwa hiyo na majukumu aliyopewa mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa Ali anasema nimepewa mimi majukumu kama hayo. Kwa maana wao wanasema baada ya mtume ambaye atakiwa awe kiongozi moja kwa moja ni Ali ibn Abi Talib, kwa madai yao kama haya ambayo sio madai ya sawa sawa. Kwa hiyo wao maimamu wao wana itikadi kwamba imamu amekingwa kutokana na kusahau na kukosea. Imamu wa Mashia hakosei, wala imamu wa Mashia hasahau. Lakini maneno haya yako kinyume, kwa sababu unaposoma katika kitabu Nahjul Balagha, ambavyo hivi ni katika vitabu vikubwa vya Mashia, unakuta Ali ibn Abi Talib anaomba dua akionyesha kwamba yeye anakosea, kimwomba Allah msamaha, anamwomba Allah amsamehe akionyesha yeye anakosea. Lakini wao Mashia wanajalia kana kwamba vitabu hivi hawavioni, lakini wako navyo, na Nahjul Balagha wako nayo. Kwa hiyo wana maneno ambayo si sawa zidi ya maimamu wao, bali maimamu wanakosea na wanasahau, kwa sababu wao ni wanadamu, na mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu bani adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Khairul khata'ina at-tawwabun, na mbora wale wenye kukosea ni ule mwenye kutubia. Kwa hiyo wao kusema maimamu hawasahau, maimamu hawakosei,
haya ni maneno ya makosa na ni kinyume na itikadi sahihi ya ahli sunnati wal jamaa. Naktafi bihadha alqadr wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yuriyana alhaqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'a wa an yuriyana albatila batila wa yarzuqna ijtinaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.